Mahitaji ya damu ya nchi yetu kulingana na takwimu ni kwamba kulingana na WHO ni kwamba mahitaji ya damu ni 1% ya wingi wa watu. Kwa hiyo kwa wingi wa watu ambao tuko sasa hivi ni takribani milioni 59. Kwa hiyo mahitaji yetu sisi ya damu ni chupa 590,000. Tunashukuru kwa mwaka uliopita tumeweza kukusanya chupa zaidi ya 98%. Tumeweza kukusanya chupa zaidi ya 578,000. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba mwamko wa wananchi na jamii nzima katika dhana nzima ya kutoa damu unaendelea kuongezeka. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wakihamasika kuchangia damu kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa jamii, tuendelee kuhamasika na kutembelea vituo mbalimbali ambavyo vinatoa huduma hizi za uchangiaji damu kwa ajili ya wagonjwa. Tuna vituo vya damu salama viko katika level ya kanda. Tuna kanda 8 za mpango wa taifa wa damu salama, lakini pia kuna vituo vya damu salama ambavyo viko kwenye hospitali za rufaa za kanda na hospitali ya taifa ya Muhimbili, lakini pia kuna vituo vya damu salama ambavyo viko kwenye hospitali za rufaa za mikoa na hospitali za halmashauri. Kwa hiyo mpango wa taifa wa damu salama uko nchi nzima, na zoezi hili la kuchangia damu linafanyika nchi nzima na kila siku. Kwa hiyo ni wito kwa jamii, tunaomba tujitokeze kutembelea katika vituo hivi vya damu salama ili tuweze kuchangia damu, tuweze kuwasaidia wagonjwa na tuhakikishe kwamba hakuna Mtanzania ambaye anapoteza maisha kwa ajili ya kukosa damu. Kwa ajili ya kufanya jambo la msingi sana kwenye jamii yetu ambalo ni kuchangia damu, na kauli mbiu yetu kwa mwaka huu sisi tumeenda na changia damu okoa maisha. Benki yetu ilianzishwa mwaka 1997 na tangu kuanzishwa kwa benki yetu tumekuwa tukishirikiana na jamii kwa ukaribu sana kupitia mpango wetu unaojulikana kama Exim Cares. Sio tu afya, tunaangalia masuala muhimu kwenye jamii kama elimu, afya, mazingira, ubunifu na kila ambacho kinaigusa jamii kwa ukaribu. Mwaka jana sisi kama Exim tuliweza kuchangia zaidi ya chupa 6,500 na mwaka huu tumejipanga zaidi kwa sababu tumeongeza vituo viwili zaidi. Na tunaamini kwamba kwa kuongeza vituo ina maana tutaongeza zaidi ukusanyaji wa damu. Tumekuwa tukichangia kupitia, cha kwanza, wafanyakazi wetu ni jambo ambalo wanashiriki kwa upana na wanalithamini katika kutoa damu, wafanyakazi wetu, lakini wateja wetu. Ndio maana tunakuwa tunaweka vituo kwenye matawi yetu pamoja na wapita njia. Tumekuwa tukiweka sehemu ambazo watu wanapita, watu wanaona, na tumekuwa tukimjali mchangia damu na kumhamasisha yeye kuweza kuja. Zoezi la kuchangia damu limenivuta kuja kutoa damu kwa sababu unajua napotoa damu katika maisha yetu inachangia kwa watu ambao ni aidha ni wajawazito au mama wanaojifungua kapata shida katika kujifungua au wanaopata ajali za pikipiki ama magari, lakini wanakuwa hawana msaada wa kupewa damu. Nimeshakutana na hiyo changamoto. Baadhi ya watu ambao wanakuwa hawachangii wanakuwa wanatuangalia sisi ambao tunachangia na kukuomba ile kadi yako kwamba unaweza kunisaidia kadi yako kwa ajili ya kuweza kwenda kuchangia damu. Kwa hiyo mimi naona faida ya kadi hizi tunazozipata inatusaidia hata wale wengine ambao wanapata shida kuwasaidia kuweza kupata damu katika benki, katika hospitali. Kichonifanya nichangie damu kwamba kuna watu wanahitaji damu, kama na mimi na uwezo wa kutoa lazima niwachangie binadamu wenzangu ambao wanahitaji damu. Ninashauri wenzangu nao wanotutazama, nao wakisikia kama sehemu kama hizo watu wanahitaji damu, na wao waweze kuchangia kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine ambao wenye hitaji wa damu.